Serikali ya Tanzania imesitisha leseni ya kuchapisha na kusambaza gazeti la Mwanahalisi kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia leo Agosti 19. Taarifa ya idara ya habari Maelezo imesema gazeti hilo limekiuka masharti ya utendaji kwa kuchapisha maudhui yaliyokosa usahihi, mizani na uthibitisho wa kutosha. Hatua hiyo imehusishwa na toleo la Agosti 6 hadi 12 mwaka huu 2026 lililokuwa na habari yenye kichwa Nchimbi agoma kujiuzulu. Gazeti hilo lilimtaja makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi katika habari hiyo bila kumhoji au kumnukuu, kwa mujibu wa Maelezo. Kwa mujibu wa idara hiyo, uamuzi huo umechukuliwa chini ya sheria ya huduma za habari, serikali ya Tanzania ikisema kuwa gazeti hilo limeendelea kurudia makosa ya kitaaluma licha ya kupewa maonyo ya awali. Kabla ya uamuzi wa leo, uongozi wa Mwanahalisi ulipewa fursa ya kujieleza katika kikao kilichofanyika Agosti 7 katika afisi za idara Maelezo, Dar es Salaam, Tanzania. Khalifa Said ni mwandishi wa habari mwandamizi nchini Tanzania. Serikali haina biashara yoyote na namna ambavyo chombo cha habari kinapaswa kuendesha shughuli zake kwenye msingi wa kitaaluma. Kama habari imechapishwa haina mezania, huyo mlalamikaji yuko wapi? Kwa nini serikali inakuwa mlalamikaji, inakuwa mchunguzaji na inakuwa mahakama at the same time? Hicho ndicho ambacho mimi sikubaliani nacho. Lakini kwa nini serikali hisi kwamba ina mamlaka ya kuamua kwanza upi ni uandishi wa habari unaofuata maadili na upi ni uandishi wa habari usiofuata maadili, na hapo ikaenda mbele kupiga vurungu vyombo vya habari bila ya kuishirikisha mahakama ambayo ndio chombo cha utoaji haki hapa Tanzania?